Wana Dar es Salaam yapo ambao tumezoea, nazungumza kwa niaba yao, ambayo wengine pengine tutayakumbuka pale ambapo utapokuwa haupo katika majukumu ya kiutume, basi tutakumbuka Baba Musomba alifanya hili. Moja ilikuwa ni uhamasishaji, hilo halina kificho, hasa katika ujenzi wa nyumba za mapadri, ujenzi wa makanisa katika parokia. Hili wengi walikuwa wakionyeshwa kulipenda ukilifanya. Lakini si hilo tu, hata homilia zako ambazo ukiwa unazitoa wengi walifurahia mafundisho yanayopata. Pengine una lipi la kutuasa sisi wana Dar es Salaam katika haya mawili? La pili la homilia tutakuwa tunaendelea kuzisikiliza kupitia hata mtandao, ila hasa hili la hamasa na ujenzi ambao unaendelea katika makanisa mengi hapa Dar es Salaam. Tuendelee tu kuombeana. Wala ambao nimepita kwenye parokia zao. Kwa sababu kawaida mimi nilikuwa naangalia, sio timuulize paroko hapa kuna nini, hapana. Naangalia tu hapa kimekosekana hiki, kimekosekana hiki, kimekosekana hiki. Kwa hiyo nikifika hapo naanza mimi naanzisha hapa pamoja kwamba huyu paroko atakuwa anahitaji hiki. Maana kuna parokia zingine unaenda pale na sweti. Unaangalia na waumini na wana sweti. Hawa wanahitaji feni hao. Kwa hiyo unaenda kuhamasisha feni. Hao naangalia Rutareni. Naona mapadri wako pale wanang'ang'aniana kitabu kimoja kile. Hao wamekosa kitabu. Au hawana kitabu cha Injili. Kwa hiyo vitu hivyo. Kwa hiyo nikuendelea kuombeana, maana nikisema kwamba nawaasa sio kusawa kuwaasa, ila ni kwamba tu waumini watambue kwamba kukomaa katika imani ni kulipenda kanisa, na katika kulipenda kanisa kulitegemeza. Maana tunaposema kwamba tunaenda kuhubiri habari njema, sio kwamba tu lazima tuende kule. Hata mchango wangu ninaotoa kwa ajili ya maendeleo ya kanisa, maendeleo ya Injili, niko katika kuhubiri kwa mchango wote. Na kwa sababu waumini wajue, sio lazima waambiwe sasa jamani tuchange hiki. Wewe angalia tu, soma alama za nyakati, angalia hapa kuna uhitaji, basi tenda.